Leo tunaangalia kwa nini mapinduzi mengi hufanywa na wanajeshi wenye cheo cha captain. Ibrahim Traore ni sura mpya ya mapinduzi na uongozi barani Afrika. Swali hili limekuwa likiulizwa na watu wengi sana. Kwa nini wanajeshi waliokuwepo ngazi ya juu kabisa ya uongozi wanashindwa kufanya mapinduzi, badala yake mapinduzi hufanywa na wanajeshi wenye cheo cha captain. Cheo cha captain ni cheo cha kati jeshini na kimonekana ni cheo kidogo sana ukilinganisha na vile watu ambao wamekuwa wakitarajia kuona kwamba watu wenye vyeo vikubwa na wenye ushawishi jeshini basi ndio wenye nafasi ya kufanya mapinduzi. Lakini kwa nini mapinduzi mengi ambayo yamekuwa yakifanyika duniani yamekuwa yakihusishwa na hiki cheo cha captain? Sasa leo tunaenda kuangalia ni kwa nini mapinduzi mengi hufanywa na wanajeshi ambao wana cheo hiki cha captain. Kwanza unatakiwa uelewe nini maana ya captain jeshini. Sasa nitakwambia baadaye nini maana ya captain, lakini tuangalie sababu hizi ambazo zinapelekea captain aweze kufanya mapinduzi na kuchukua nchi. Captain ni ngazi ya kati ya uongozi yenye ushawishi. Captain mara nyingi yupo katika uongozi wa kijeshi, ana mawasiliano ya karibu na wanajeshi chini kabisa, askari wa kawaida. Pia anaweza kuwa na mawasiliano na wakuu wa juu. Hii inawezesha kuwa kiungo muhimu na kutumia ushawishi wake kuhamasisha kuendesha mapinduzi. Hiyo ni sababu ya kwanza. Lakini tukiangalia sababu ya pili, motisha binafsi na siasa. Mara nyingi maafisa wa ngazi ya kati wanakuwa na matarajio ya kupenda vyeo, lakini wanajisikia kuwa wanazuiliwa na mfumo wa kisiasa usio wa haki. Wanaweza kuchukizwa na ufisadi, ukabila na utawala wa mabavu, hivyo kuona mapinduzi kama njia ya kuleta mabadiliko. Uwezo wa kuhamasisha vikosi. Captain anaweza kuwa na amri ya moja kwa moja juu ya kikosi, hivyo anaweza kutumia vikosi hivyo kuchukua maeneo muhimu kama kituo cha redio, kuu ya rais, makao makuu ya jeshi. Sababu ya nne ambayo hupelekea wanajeshi wengi wenye cheo cha captain kufanya mapinduzi ni pamoja na vijana na ujana wa mapinduzi. Captain mara nyingi ni mwanajeshi kijana mwenye motisha, hali na uwezo wa kuchukua hatari. Katika historia nyingi, vijana wamekuwa wakipewa nafasi kubwa katika mapinduzi kwa kuwa wako tayari kuchukua hatua kali. Hii ni katika hali ya kujitoa mwanga. Sababu ya tano ambayo hupelekea mwanajeshi mwenye cheo cha captain mara nyingi kufanya mapinduzi ni pamoja na haya: historia na mifano ya awali. Mapinduzi yaliyofanywa na maafisa wa ngazi ya kati yamewahi kufanikiwa. Mapinduzi hayo ambayo yamewahi kufanikiwa yaliyofanywa na maafisa wa ngazi ya kati captain barani Afrika ni pamoja na Jil Lawrence, captain wa Ghana, Thomas Sankara, captain wa Burkina Faso, lakini Muammar Gaddafi, captain wa Libya, ngazi ya kati ya juu. Mapinduzi hufanywa na captain kwa sababu wao ndio nguvu ya kati ndani ya jeshi. Wana ushawishi wa kupambana na hali ngumu ya mfumo usio wa haki na wana nafasi ya kutumia rasilimali za kijeshi kutekeleza mabadiliko. Pia hawako mbali sana na askari wa kawaida wala hawako mbali sana na uongozi wa juu. Ni sehemu muhimu sana ya utendaji. Sasa tumeangalia namna gani kiongozi wa jeshi ngazi ya captain anakuwa na nafasi kubwa ya kufanya mapinduzi kama tulivyoshuhudia kwenye nchi zingine. Tuangalie kwa nini kiongozi wa ngazi ya juu kabisa ya jeshi, ngazi ya CDF wa majeshi, kwa nini yeye ashindwe kufanya mapinduzi ikiwa yeye ndo mwenye amri ya moja kwa moja kwa wanajeshi? Sasa hizi ni miongoni mwa sababu ambazo zinamfanya kiongozi wa jeshi ngazi ya CDF kushindwa kufanya mapinduzi. Sababu ya kwanza ni kwamba CDF mara nyingi ni mtu wa mfumo. Maafisa wa juu kama CDF mara nyingi ni sehemu ya mfumo rasmi wa serikali. Wanafaidika na mfumo uliopo, wanapata mishahara mizuri, heshima na madaraka. Wana uhusiano wa karibu na viongozi wa kisiasa, kwa mfano rais, waziri. Hawawezi kutaka kuharibu mfumo unaowalinda. Sababu ya pili kwa nini kiongozi wa ngazi ya CDF anashindwa kufanya mapinduzi ni kwamba mapinduzi yanahitaji hatari kubwa. Mara nyingi vijana ambao wapo kwenye ngazi ya captain wanakuwa na uwezo mkubwa wa kutokuona hatari hii. Maafisa wa ngazi ya captain
wana sifa moja zifuatazo: wana umri mdogo, hasira kuhusu hali ya nchi na mienendo ya kimaisha, lakini pia hawana vitu vingi vya kupoteza kama CDF. Wanaweza kuwa karibu zaidi na wanajeshi wa kawaida, askari wa chini, hivyo ni rahisi kuwashawishi. Sababu ya tatu kwa nini kiongozi wa ngazi ya juu kama CDF kushindwa kufanya mapinduzi ni pamoja na maafisa wa juu wanafungwa na mfumo wa uongozi wa jeshi. CDF hawezi kuchukua hatua peke yake bila kuweka hatarini amani ya jeshi zima. Anahitaji kushirikiana na wakuu wengine wa vikosi ambao wanaweza kumpinga. Jeshi mara nyingi lina muundo wa nidhamu wa hali ya juu. Kuasi ni kuvunja kiapo cha utii kwa serikali. Sababu ya nne ambayo inamfanya kiongozi wa juu kabisa ngazi ya CDF kushindwa kufanya mapinduzi ni pamoja na mapinduzi huanzishwa na mipango ya siri. Maafisa wa ngazi ya kati, captain, mara nyingi ndiyo wako kazini kwa karibu na operations za kijeshi. Wanaweza kupanga kwa siri bila kugundulika haraka. Mfano mzuri ni mapinduzi ya mwaka 1982 nchini Kenya yaliongozwa na maafisa wa ngazi ya kati, amini captain. Sababu ya tano ambayo inamfanya kiongozi wa ngazi ya juu kama CDF kushindwa kufanya mapinduzi na badala yake mapinduzi mengi katika historia yamefanywa na ngazi ya captain, na hii ndio sababu ya tano. Maafisa wa ngazi ya juu wanaweza kuwekwa chini ya uangalizi mkali. Serikali huwa makini zaidi kwa maafisa wa juu, wanaweza kudhibitiwa au kufuatiliwa na idara za kijasusi. Kinyume chake, maafisa wa ngazi ya kati wanaweza kupuuzwa hadi pale watapochukua hatua kali. Kwa sababu hizo tunakuwa tayari tushajibu swali, ni kwa nini viongozi wa ngazi ya kati, amini captain, wanakuwa na nafasi kubwa zaidi ya kuweza kufanya mapinduzi. Sasa hata nikupe kisa kidogo maarufu barani Afrika cha kijana mdogo ngazi ya captain Ibrahim Traore kufanya mapinduzi Burkina Faso na kuwa kiongozi. Kwa zake skanka akavuta cha Arusha, akachukua shikaji zako mabaka kaingia mzigoni. Mapinduzi yalifanyika usiku wa Septemba 30 mwaka 2022. Kati wa kipindi cha usiku na taarifa rasmi za kijeshi zilitolewa mapema Oktoba 1 mwaka 2022. Sababu za mapinduzi ambazo zilimfanya Ibrahim Traore na vijana wake mabaka wale skanka na hatimaye kufikiria kupindua ilikuwa ni moja. Ibrahim Traore ambaye alikuwa mkuu wa kikosi cha Burkina Faso cha kutunza silaha aliongoza mapinduzi kwa kisingizio cha kushindwa kwa utawala wa Damiba katika kukabiliana na ongezeko la mashambulizi ya wanamgambo wa Kiislamu. Hali ya usalama ilikuwa mbaya na maeneo mengi ya kaskazini mashariki yalichukuliwa chini ya udhibiti wa wanamgambo wa Al-Qaeda pamoja na hali hii ilisababisha hasira kubwa miongoni mwa maafisa wa kijeshi, hasa vijana waliokuwa mstari wa mbele kwenye vita. Uungaji mkono wa kikosi cha Cobra. Mapinduzi yalitekelezwa kwa msaada wa kikosi cha Cobra, kikosi maalum cha Burkinabe kilichojulikana kwa ufanisi wake katika mapigano dhidi ya wanamgambo. Uungaji mkono huu ulionyesha kuwa Traore alikuwa na ushawishi mkubwa miongoni mwa maafisa wa kijeshi wa ngazi ya chini na ya kati. Katika taarifa iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa, Traore alitangaza kuwa rais wa mpito, mkuu wa majeshi ya ulinzi, na aliahidi kurejesha utawala wa kiraia itapofika Julai mwaka 2024. Hata hivyo, tarehe hiyo ilipopita, wakati wa uchaguzi au kufanyika hadi mwaka 2025. Mapinduzi ya pili mwaka 2023. Mnamo Septemba 26 mwaka 2023 kulikuwa na jaribio la mapinduzi dhidi ya utawala wa Traore. Jaribio hilo lilifeli baada ya maafisa wa usalama wa Burkina Faso kugundua njama na kuwakamata